Katika ulimwengu wa soka, urafiki wa kweli ni nadra kama almasi, lakini kwa Lionel Messi na Sergio Aguero, urafiki wao umekuwa zaidi ya kushirikiana uwanjani. Umekuwa ni undugu uliojengwa kwa miaka mingi, safari ndefu, ushindi, machozi na kumbukumbu zisizofutika. Kama wahenga walivyosema, rafiki wa kweli huonekana wakati wa safari, si mwisho wa safari. Urafiki wao ulianza mwaka 2005 walipokutana katika kikosi cha Argentina cha vijana under 20 kilichoshiriki kombe la dunia la vijana nchini Uholanzi. Wakiwa na umri mdogo, walivutwa pamoja na ndoto moja ya kulitangaza taifa lao. Tangu wakati huo, wakawa marafiki wa karibu, wakila pamoja, wakisafiri pamoja na hatimaye kuwa watu wasioweza kutenganishwa kila walipokuwa kambini. Kwa zaidi ya miaka 15 walipokuwa kwenye timu ya taifa ya Argentina, Messi na Aguero walikuwa na desturi ya kulala chumba kimoja hotelini kila walipokuwa kambini. Wachezaji wenzao walikuwa wakiwatania kuwa ni vigumu kumkuta mmoja bila mwingine. Walikuwa wakicheza michezo ya video, kutazama televisheni na kupiga soga hadi usiku na kusaidiana kupunguza presha ya mechi kubwa. Urafiki wao ulikuwa sehemu ya nguvu ya Argentina, hata nyakati ambazo timu ilikuwa inapitia vipindi vigumu. Mwaka 2021 maisha yalibadilika ghafla. Aguero alilazimika kustaafu soka kutokana na tatizo la moyo baada ya kujiunga na Barcelona. Habari hiyo ilimuumiza sana Messi, ambaye mara kadhaa alikiri kwamba hakuwahi kufikiria siku ambayo angeingia kambini bila kumwona rafiki yake wa karibu. Ilikuwa ni mwisho wa enzi moja, lakini si mwisho wa urafiki wao. Hata baada ya kustaafu, Aguero aliendelea kuwa karibu na Messi na hata alikuwepo kusherehekea Argentina ilipotoa kombe la dunia mwaka 2022. Baada ya Aguero kustaafu, nafasi yake nje ya uwanja ilianza kuchukuliwa na Rodrigo de Paul. Kiungo huyu wa Atletico Madrid ambaye anakipiga sasa Inter Miami, na Messi si mshirika wa Messi uwanjani, bali amekuwa rafiki wake mkubwa kambini. Mara nyingi wameonekana wakikaa pamoja kwenye safari, mazoezini na hata katika shughuli za timu. Mashabiki wengi humuita De Paul mlinzi wa Messi kutokana na namna anavyomlinda na kusimama upande wake kila kunapotokea mvutano uwanjani. Katika kombe la dunia la 2026, ripoti kutoka kambini zinaonyesha kuwa De Paul ameendelea kuwa mmoja wa watu wa karibu zaidi na Messi. Hata hivyo, shirikisho la soka la Argentina halijatangaza rasmi mpangilio wa vyumba vya wachezaji hotelini. Hivyo si sahihi kuthibitisha hadharani ni nani hasa anelala chumba kimoja na Messi katika kambi ya mashindano haya. Kinachojulikana ni kwamba De Paul anaendelea kuwa miongoni mwa marafiki zake wa karibu ndani ya kikosi. Urafiki wa Messi na De Paul umeonekana zaidi uwanjani. De Paul amekuwa tayari kukimbia kila kona ya uwanja kumlinda nahodha wake, huku Messi akimwamini katika nyakati muhimu za mchezo. Wawili hao wameunda uelewano ambao umechangia mafanikio ya Argentina katika miaka ya karibuni. Kama msemo usemavyo, kidole kimoja hakivunji chawa. Licha ya De Paul kuwa karibu sana na Lionel Messi, nafasi ya Aguero katika maisha yake ni ya kipekee. Ni rafiki aliyekuwepo tangu ujana, aliyeshuhudia mafanikio, maumivu ya kupoteza fainali na hatimaye furaha ya kuona Argentina ikitwaa kombe la dunia. Huo ni urafiki ambao haupimwi kwa dakika walizocheza pamoja, bali kwa miaka walioishi kama ndugu.